If it had not been for the Lord, who was always on my side, the Vena kitumi, havatena kitumi, duite ngoni akwa, udaya Yesu. Vena kitumi, havatena kitumi, duite ngoni akwa, udaya Yesu. Ni uamuzi wa moyo wangu kuabudu Bwana. Iwe kuna mazito ama hakuna mazito, ni uamuzi wa moyo wangu kumwabudu Bwana. Iwe kuna masengenyo ama hujasengenywa, ni uamuzi wa moyo wangu kumwabudu Bwana. Kuwa kumeharibika ama kuwa kuko sawa, ni uamuzi wa moyo wangu kumwabudu Bwana. Wao wamekunena, wao hawajakunena, ni uamuzi wa moyo wako kumwabudu Bwana. Wengine akaimba akasema, ninayo sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kutukuza Bwana maishani mwangu. Nikichomoka katika ardhi, hakuna njia unaweza kunizuilia. Nikichomoka lazima nichomoke. Nikichomoka nitachomoka. Ikiachwa ikiwashwa, ikiacha ardhi hairudi tena. Wasaidia maendeshe.
I decree and declare in the name of Jesus, hata kama ulikwama, utakwamuka tu, utakwamuka tu, utakwamuka tu. Haijalishi tunakusukuma kwa njia gani, akuache kama gani mpaka kawake. Hata kama kana staka katawaka, hata kama staka iliungua katawaka, tutakasukuma mpaka kawake. Lazima watesha mwingine mwambia lazima, tena watesha mwambia lazima, lazima, lazima. Na mwambia by the way, tena mwangalia ukishika na mwambia by the way, mwambia by the way. Na kama inawezekana ufanye by the way, sirudi tena nyuma, na siangaiki tena, nimepata chanzo. Wala tunafanya kazi na wao wajue, nikiomoka nimeomoka. Wafanyikazi wenzangu, sikieni, alichoanzisha Bwana, mwanadamu ana uwezo wa kukisimamisha. Haitawezekana, haitawezekana, haitawezekana. Umezoea kunisengenya umezoea kuniona vile unanionanga unaweza kuniona mtu wa kuombaomba unaweza kuona mimi ni mtu ambaye wa kutembea kifukara wakati mwambia alichoshika Bwana hata kama kinazama kitainuliwa. Isikushtue waliniongea nikizaliwa, wakasema kimezaliwa kichwa kikubwa, lakini leo wanaona mwili mkubwa. Wambia sio isu, wambia mtu si isu. Waliongea walipopata kazi, wakasema umeungaliwa, sio isu. Kuniona kama ninazama, kumbuka Mwokozi yuko baharini. Aya, haunielewi. Kuniangalia usitoke, uone ninazama, isikutishe. Aliyeniita anajua atanitoa namna gani. Usihangaike. Wewe jirani yako haelewi, mwambie aliyeniita anajua ameniita juu ya maji. Ambia jirani yako aliyeniita anajua ameniita juu ya maji, na anajua mahali tuko ni juu ya maji, na ananiambia nishuke kwa mashua. Kwa hiyo isikushtue ukiona nimeanza kuchukua hatua. Kuzama kwangu ndio kuinuliwa kwangu. Kuna watu wanashabikiana kuwaibisha watu. Kuna watu ambao wanashabikia unapozama. Kazi yao hata wengine huja kanisani kukuzamisha. Waambie wacha kunishtua. Nimeacha kushtuliwa. Mwambie jadhani nisikushtue. Acha kunishtua. Sasa kunipatia ndege zinarukaruka juu ya moyo. Wende ikawa nimeisha, wende ikawa nimeteketea, wende ikawa nitafuta kazi, wende ikawa. Ambia jirani yako kwenda huko na wende ikawa sawa. Aliyeniita anajua ameniita mahali ambao wanadamu hawaamini kama naweza kuinuliwa hapo. God will never call you where people can
mavumbini. Nyosha mkono useme huyo ni Jehova. Anainua wasioheshimika katika nyumba za kutokuheshimika, wanakaa pamoja na wafalme. Watasha kidogo useme huyo anaitwa Yehova. Anawapa kulingana na vile yeye mwenyewe anataka, sio vile wanadamu wanataka. Sasa mkono useme huyo ni Yehova. By the way, kuna watu wengine ambao unaweza ukaondoka katika maisha yako, kumbe una create nafasi ya mwingine katika maisha. Be careful. Kuna watu ambao unaweza ukaondoka ukadhania kwamba unaondokea mtu. Kama ile si unaibaka. Lazima niingia kwa TV. Kuanzia Jumapili madhabahu. Hapo ndio Sarakei ameinuliwa. Hapo ndio Sarakei ameinuliwa. Pamoja na kuimba kwake personally, na kupenda sana. Pamoja na kuimba kwake personally, lakini amededicate time yake sana katika ibada. Mpaka juzi aka-attract the president wa Law Society. Yule alikuwa president wa Law Society, anaitwa nani? Huyo Mkaba, alikuwa anaitwa nani? Kioko. Mutua. I did not believe ya kwamba Mutua anaweza kuimba namna hiyo. Pamoja na mheshimiwa mmoja, wanamshtua umeingia katika ibada yake pale sinema. Today I'm busy. Today I'm talking about something which, if you miss it, it's better you go back home when you can even easy. Na kuuza miwa hapo Kisii. Ama wende ukaanza kuuza mkombero hapo nini? Naongea juu yake leo. Kama unisikii nitaongea dakika chache, hata mnaenda nyumbani. Dakika chache kidogo tu utapeana introduction. That's why you are here. Na kama hiyo kitu utang'ang'ana uipate, then nitakuruhusu vizuri sana. Kama ile mjaluo Lake Victoria haijakauka na neti bado ziko zinauzwa rahisi, na ukituita katika mchango tutakuchangia ili ununue neti. Kama ile Mkamba, nenda ukauze makaa vizuri sana. Maana hii wokovu, watu wengi wameshindwa na maisha ya kuokoka kwa sababu ya kutokuelewa misingi ya kusimama katika wokovu. Sema amen. Kuokoka si kuja kanisani. Kuokoka ni maisha. Nimesema namna gani? Kuokoka si kuja kanisani. Kuokoka ni maisha. Amen. If you've not taken salvation as life, then you are just a normal religion like the devil himself. Devil is a religious person. Akona ibada zake. Siku hizi akona ibada ambazo ziko kwa Illuminati, Freemason. Devil akona hizo. Wakati anajua shetani ana ibada zake. Mimi naosha mkono kama unajua shetani ana ibada zake. Ndio kama ujui ni kufundisha. Shetani ana ibada zake. Wakati unajua shetani akona ibada zake. Mtu wa kwanza alikuwa anataka kurudi nani wa kwanza? Wanangu umepona? Uko sawa? Are you okay? Ni mimi sasa. Are you okay? Lakini si corona. Wewe. Hapa kuna Musa mkoa ni peke yake. Sunday tulipofanya sacrifice, nilisema na kama hukusikia nikasema kwamba after you do this sacrifice you must keep yourself in prayer. Maana mahali umekamatia ulitoa sacrifice ambao uliangamiza miungu ambao hata wewe kabla uzaliwe hakuna mtu aliangamiza. Hakuna. And this is why Abraham became a friend of God. After Abraham sacrificed,
more than Terah. Alisacrifice zaidi ya Terah. Terah alikuwa nani? Who was Terah? Babake Abraham. Babake Abraham alikuwa ni mwabudu wa sanamu. Alikuwa ni mtu wa dunia kabisa. Na shetani anajua kulipisha kisasi. Wiki hii nimewaombea sana mpaka nikawa naingia kwa manyumba, wengine wakiwa wamegojeka. Maana nilienda nikasikia ile wave, nikajua ya kwamba hapa, na ukiona kumekuja utingizo katika nyumba yako, jua ya kwamba uliweza hapo kapepo. Amen. Na kuambia ukweli, ukiona ulitikizwa kidogo, jua ya kwamba hapo kapepo ulikaweza. Na hatatawahi kurudi tena. I declare it is over. It is over. So I know a normal Christian, you may be seated there. A normal Christian asituwaki shetani. Mkristo wa kawaida sio tisho kwa shetani. Na ndio maana Ukristo wa kawaida hata unaweza kukuruhusu ukawa mpaka mchungaji wa kawaida, kitu ambacho mimi mwenyewe nilikataa. Mchungaji wa kawaida, Mkristo wa kawaida, ambao mpaka pepo zinakuelewa. Ziliambia watoto wa anaitwa Zakaria, wanamwambia Paulo tunamjua, na huyo Yesu mnataka tunamjua. Wana wasekewa, lakini nyinyi ni akina nani ili mtutoe? Kwa hivyo kama ni knowledge ya Yesu tunaijua, na watumishi wake Yesu halisi tunawajua. Pepo zinajua kabisa, mpaka siku hizi zinafanya mpaka kwa watumishi wengine. Sidhania kwamba shetani huja na giza tu. Shetani hakuji na giza, hapana. Biblia inamuita majina ambayo anaitwa the morning star, anaitwa kitu kingine nini? The roaring lion, angel of light. Shetani hakuji na giza vile mnadhania, na ameweaken kanisa kiwango ya kwamba kanisa imekuwa weak. Niwaulize swali rahisi, where are the cases? Nataka kunijibu tu. Wale ambao tuliokoka kitambo, kesha zilikuwa za maana kwetu. Kwa nini leo watu hawakeshi? Na usiniambie ni corona, maana hata kama corona haijakuja bado zilikuwa zimekufa. Mashirika ya nyumbani yako wapi? Ziko wapi youth retreats ambao ulikuwa unaenda na vijana wakirudi? Akina Nikodema sawa na wale wengine tulikuwa tunaenda, walikuwa wanaenda Aboreta. Wakirudi hapa wamerudi wakiwa wamejaa Roho Mtakatifu, na hakuna msichana amechumbiwa na vijana ndio kwa nimeenda na wao. Leo hii tuogopa, wanaweza kutelea Uhuru Park. Unawabeba ukapeleka Aboreta, ulibeba ukiwa 20, anafika na wangapi? 18. 18. Na roho ya ugaidi ikaingia. Ukiwauliza wanakuambia I'm free and grown up to do anything. Na ya tatu ndio niingie ni ubiri. Ya tatu wanasema kwamba sio hiyo kanisa peke yake, makanisa ni mengi. Ili kufuatiliwa. Wako wapi
pili, wale wandugu ambao hawakuwa wanaombea vitu vingine, walikuwa wanajiombea wenyewe ili Mungu awe pamoja na wao. Saa hii maombi imejaa vita. Hata mkiingia kesha, Bwana nimekuja kwako, napigana na wanaonipigana na mimi, shika ngao yako na kingao, watamrue waterezeke, wacha Bwana wateketee. Naona ni ndugu anaombewa kanisani, sio shetani, pamoja naye ni ndugu mwenzake kanisani. Ninamshika mateka na mkanyanga na mnyanyasa, na yeye unajua kwa wapi unayemwombea hivyo? Wewe uko Katoloni, naye ameenda na Nakuru, na yeye pia ameenda kuinua mikono. Wanasambaratisha, wanaangamiza, wanateketeza, na wewe uko Katoloni unasema namfunga, namwangamiza. Shetani kuna kitu ameiba. Wangapi wanakubaliana na kuna kitu kimeibwa? Kuna kitu kimeibwa. Kuna kitu kimeibwa. Nasema kuna kitu kimeibwa. Maana unang'ang'ana, unakaa katika hiyo maombi ukiombea maadui peke yake. Unatoka hapo instead ya kuwa maadui wameondoka, ndio umeongeza maadui. Maana when you pray that kind of prayer, you are just allowing the new demons to start operating. Maana hii vita haviishi. What does the Bible say about ukiwa na shida na mtu yeyote? Biblia inasema mwende mkaombe? Hapana. Biblia inasema kwamba kama uko na shida na mtu yeyote, enda kwake mwenyewe, mpatane, mwambie ndugu, ulinikosea, mimi nilikukosea, nieleze nilikosea wapi, hapa na pale, tusameheane. Na ndugu wa kweli akisamehe, amesamehe, hautampata akiongea tena. Dada wa kweli akisamehe, amesamehe, hautampata akiongea tena. Lakini leo hii chana na huyo unajidai ameokoka, na wewe chana na huyo hata ana maana, nimemuombea. Na nikienda kuna naye ananiambia chana na huyo, na mimi pia nimemuombea. Ombi langu ni Mungu aniinulie watu ambao kanisa hili watasimama katika maombi ya kuombea kanisa. Nisha kile watu wanasemanga kwamba tunaombea kanisa na kumbe ni kukula mchungaji. Wanasema wanaombea kanisa lakini unapata kwamba wao vile wanapokea. Na kuna watu ambao mjiadhari, watu ambao ni waombezi. Kuna yani pepo maroho ya shetani ni halisi, kama vile huyo aliye karibu nao ya halisi. Maroho yanajua ukipanga, maana ni maroho. Alafu inahakikisha kwamba imeleta mtu ambaye atakuja kuingia katika hiyo shughuli yenu. Ahakikisha kwamba hiyo shughuli ataisimamisha ikifika mahali fulani. Basi usipokuwa na attendance, unaweza kujipata kwamba hata zile kazi zako unaotaka kufanya ushaziharibiwa na mtu ambaye anashinda kwako. Leo naongea nini? Jihadhari. Potesha mtu kidogo, mwambie jihadhari. Mwambie kuna mtu anakuombeanga vibaya. Potesha kidogo, mwambie jihadhari, kuna mtu anakuombeanga vibaya na kuna mwingine anakuombeanga vizuri. Potesha kidogo, mwambie pastor wako anakupenda sana, ndio maana anakuombea ufaulu. Kama vile alimwombea, kama vile Paulo aliombea ndugu gani? Anaitwa nani? Mwambie anakuombea ufanikiwe. Hiyo ndio ombi langu, nawaombea ufanikiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Hiyo ndio ombi langu, nawaombea ufanikiwe. Amen. Ufanikiwe mpaka watu waanze kusema, Walasha ufanikiwe mpaka watu kule nyumbani waseme ya kwamba alienda Nairobi na akaingizwa katika vyama ambao si nzuri. Na kuna saini ambao nowadays watu hawajui ni saini za aina gani, lakini ukiangalia na ukifikiri, unajua kuna saini nilikuwa nauliza,
Mara ya kwanza ikikuja kana kwamba ni show ya watu kuonyesha stop sex, ilikuwa inawekwa na nimechini. Ilikuwa namna hiyo ama ni hivi? Ni hivi ama ni hivi? Chini ilikuwa ni hivi ama ni hivi? Najifanya namna gani hii? Ilikuwa ni basi kulionyesha vijana ikarudi tena. Saa hii unakutana na watu, hata mtu akipigwa picha, hata kama ni katoto, unaona kama simama. Am I true? Na saa zingine unaweza kupata kwamba umeokoka, lakini kuna vitu vinakusumbua, auelewi kwa nini vinakusumbua. Unajaribu mwenyewe hizo vitu vikuondokea. Hata mpaka ukitaka uniambia cha ukweli, hata wewe mwenyewe mpaka inakuhukumu kibinafsi, lakini unajipata kwamba ni ngumu kuondoka katika hiyo jambo. Kisha na maana the control ambayo iko ndani yako ni mapokeo ambayo umepokea bila kuelewa. In Jesus' name I set you free from that demons and authorities. Yesu makofi mazuri. Wangapi wanajua nowadays watu wamependa sana kuchora. Kama ulichorwa kabla ya kuokoka, you have been sanctified and you are free. Actually you are very much free, because during the time ya kutokujua Mungu alijifanya aone. Hata mimi mwenyewe nimechora wakati wa kutokujua. Tukiwa darasani class 5, kijana mwingine alikuja akaniambia wacha nikuandike lion. Sasa akaandika lion ikiwa mkono ako upande huu, nimempatia mkono hivi, akaandika lion akiwa upande huu. Lakini hakuandika lion, aliandika namba 17. Na maana nilikuwa akaniambia wewe utakuwa namba 17. Kwa hivyo akaniandika namba 17. Nikapaka ile nini inawasha sana ndao. Ile Kiswahili nisaidie. Hii mti ambao tuna fence nyumbani nayo, lakini inatokanga maziwa. Nikapaka. Nilipopaka mimi najua nimeandikwa 17, namba 17. Baadaye ndio naangalia namna hii. Sasa nikiangalia mimi mwenyewe nikapata kumbe ni lion. Ukiwa upande huu ni namba 17. Lakini nikiangalia hivi ni lion. Nikiwa class 5. Ndio maana nikaja kusoma maandiko, nikapata kwamba hizi vitu Mungu anachukia. It is in Deuteronomy. Anasema kwamba usije ukaweka alama katika mwili wako wala kuchorwa kitu chochote katika mwili wako. Lakini saa hii unafikiria kwamba ni style. Kuna watu wamegangana, ilibidi nikaombewa na mchungaji juu ya hiyo kitu. Unakumbuka tukiombea brother Tai kule Mwala, mama sema kweli, what was happening? Tukimwombea zile vitu vilikuwa, tulikuwa tunaombea huyo ndugu wa Mwala Tai, brother Tai, tukimwombea zinafura, zinakuja zinafura mpaka unaongopa zinaweza kuzika zikalipuka ukiwa mbele yake. Baada ya mwisho tulipomkomboa ndio zikatulia na Tai akafunguliwa. So saa hii vijana wengi unapata kwa namna hiyo. Hizi style ambao mimi bado sijaongea kitu yote. Hizi style ambao unasikia mnakimbia juu yake, achaneni nazo haraka. Ndio mkono niambie vile. Usione watu wananunua bakili na wewe ukaenda kununua bakili. Watu wamenunua shanga zile za kuweka shingoni. Saa hii vijana wote wameambukizwa kuweka shanga ambao ni kangita ama kitu kingine.
Unashangaa what is the meaning ya haka kakita? Kanachezea muziki nani? Ni hamna mtu anahubiri. Ni muda tulio nao zinakuja na unajipata umeingia bila kujua. Kuna kipindi zilikuwa zinakuja za kutoboa sikio. Vijana wote wakawa wanatoboa sikio upande mmoja. Na wale ambao wanasikia uchungu wakaletewa tuminai ambao tulikuwa ni kwa kuuma. Nani inasema juu ya nani? Okay. For yet a very little while, and the indignation shall cease, and my anger in the destruction. Sema amina. Situsome pamoja. Kwani umekimbia raka 25? Okay. For yet a very little while, and the indignation shall cease. Hebu angalia amplifier, tuangalie juu ya cease. Kuna watu they don't know what is cease na indignation. Angalia kama inaongea jambo lingine. Okay, umefika. For yet a little while, and my indignation against you shall be accomplished, and my anger shall be directed to destruction of Assyria. That is what I wanted. Wale wa Israeli walikaliwa na Syria, na kugawa ni kwa sababu hasira ya Bwana ilikuwa juu ya watoto wa Mungu. Ndio maana Mungu anawaambia a little while, my indignation against you shall be accomplished. Kuna vitu ambao Mungu ataanza kutenda juu yetu hata kama tulikuwa tumemkosea. Kuna turnaround ambao Mungu anaenda kuifanya, na waliotukalia watatuondokea. Yosha mkono usema waliotukalia watatuondokea, waliotunyanyasa watatuondokea. Mungu kuondoa hasira yake, Mungu kuondoa hasira yake ni kukuachilia sasa uanze kukaa katika malisho ya majani mabichi. Mungu kuondolea hasira yake inamaanisha kwamba sasa ulichokuwa huwezi kuelewa unaanza kuelewa. Mungu kuondolea hasira yake inamaanisha kwamba akili yako inafunguka, unaanza kuelewa the will of God. Kuna kitu kinaitwa hasira ya Bwana ambao haionekani kama ile ya mwanadamu. Hasira ya mwanadamu ni rahisi sana kuonekana, maana nitakuja nikusalimie na unilenge. Nitakuandikia ka SMS na uniblock. Nitajaribu nikuchat unimute. Hili siku watu wanafanywa vituko. Hakuna mtu anaweza kuficha hasira. Na ndio maana mimi nilipoamua hasira wewe kushikwa na stomach ulcers, hata mlifanya namna gani? Kama unaweza kujua unalifanyia vituko, ati ndio nigonjeke ulcers ama nigonjeke sukari. Sukari na wakala wa chai. Kuna vitu ambavyo nilisema, zile vitu ambavyo watu hugonjeka kwa sababu ya kustresiwa. Niongea jirani yako mwambie kustresiwa. Na hakuna kifungo kibaya kama kuwa ana stress. Stress inakuua tu peke yako mpaka unaanza kukulwa na tumbo, na huko daga unatuambia uko na stomach ulcers. Ulcers za gari tunapigaga tukielekea left ama right, ama pengine kama gari imeharibika ndio tunapiga ulcers. Alafu wewe mwenyewe unaanza kusumbuliwa, unapiga ulcers mwenyewe. Ati unaenda unaambiwa huwezi kula, mpaka daktari wako anaanza kuambia sasa kulingana na vile umekuja mahali hapa
Kuna vitu nataka mkataane nazo. Sema in Jesus name. Hata kama zilikuwa ni miliki ya kutoka kwa jamii yenu. Maana kuna zingine ambazo zinakuja kwa sababu ya genealogies. Leo hii nazikomboa kwa jina la Yesu. No pressure in this house. No assets in this house. No diabetes in this house. We decree and declare the name of Jesus. Kama wewe ulikuwa na diabetes, sukari, leo hii ninaamurisha hizo sukari zileteni hapa mbele. Tena kutumia kupika. Kuna vitu lazima ukatane nazo. Na sikuondoke. Hizi ndizo ambazo Biblia inasema Assyrians walikalia watoto wa Mungu kwa sababu ya hasira ya Bwana. Verse number 26. Ndio anasema, and the Lord of hosts shall stir and brandish a scourge against them, as when he smote Midians and the rock of the Oreb, and as his rod was over the Red Sea. So shall yale Mungu atafanyana na yale mateso na wale wanaokutesa, vile alifanyana na Wamidiani, akafanyana na ile jiwa ilikuwa mahali panaitwa Orebu, na pia vile ambavyo alipiga maji ya Red Sea. Nyosha mkono na useme, Bwana, yapige mapito ninayopitia, na yapige magonjwa ninayopitia. Juzi napigia daktari wangu anaitwa George. Nampigia simu namwambia, daktari, anambia, Bwana Yesu asifiwe, amen. Nini mbaya? Namwambia, nasikia mwili hauna nguvu. Anambia, mwili hauna nguvu? Kwani huja kula? Naye ni mchezi sana. Dr. George, daktari wangu anitibu mpaka kwanza ajue kama nina imani. Huyo daktari wa kipekee anitibu mpaka ajue kama niko na imani. Sasa kwa hivyo nasikia mwili hauna nguvu. Kamwambia, akaniambia, umekula? Kamwambia, nimekula sawa sawa. Na kakuko aliletwa na mama hapo na akaniwekea miguu yote miwili na nilikula ugali mwingi sana. Kanambia, nenda kumwambia nunue kuku ingine akupikie tena. Anamjua vile anaongeaka. Kamwambia, lakini nakuambia nisijisikii vizuri. Anambia, basi niambie unasikiaje, usiniambie una nguvu. Nikamwambia, ninasikia hivi ni kama nikikaa mahali nasikia mwili ni kama unajitupa. Akaniuliza kwa Kigamba, kwaenda ndolo. Unajua ndolo kule kwetu ni ile ugonjwa ya kurukaruka hapo. Walikuwa wanasema Wakamba, ukichinja ng'ombe ambao kuna hiyo ugonjwa, hata ukikata nyama na uweke wa mchanga inafanya inatoka juu ndolo. Namwambia, daktari, acha mchezo, nakwambia hata saa hii mahali niko nasikia mwili unatupa namna hii. Najua niambia namna gani? Uto stress wako ukituchezea tutakuua nikiwa daktari wako. Na mimi sitakosa kupatia dawa, maana ni nyingi. Kuna hapa za 250 grams, kuna 500 grams, kuna 100 grams, kuna 1000 grams. Unataka nikutengenezee gani? Niambia, daktari, acha mchezo, sijisikii vizuri. Akaniambia, nenda uambie mke wako akutandikie kitanda ulale na waondoke kwa nyumba wote, wapatie pesa waende, ubaki peke yako. Ndio kama ni kuruka kwa kitanda peke yako. Na akaniambia, sikubadili dawa ingine, nenda ukanunue dawa ambayo inaitwa Cestrin na ya usingizi. Ninunue dawa ya usingizi. Nikamuuliza, akaniambia, kama uko barabarani usikunywe hapo, nenda ukakunywa ukiwa umefika kwa nyumba. Na alafu hakikisha kwamba umelala. Kamwambia, daktari, niambie nitafanya kitu cha aina gani? Hii si malaria. Kaniambia, hii sasa hakuna malaria. Nani alikwambia kuna malaria? Nikamwambia, nikakumbuka kama ngogo. Nilidungwa na msumari nikiwa nyumbani. Wewe ikawa ni tetanus. Niambia, achana na hiyo shetani. Hata hiyo sindano haiko huko. Ananiambia, hiyo sindano ya tetanus siku hizi hakuna. Sio daktari kama huko. Sindano ya tetanus sahi hakuna. Na hiyo ugonjwa isikiki.
Nikamuuliza, kwa hivyo nifanye nini hiyo kidonda? Anambia, nenda uchukue ile sanitizer ambayo unanawa mikono nayo na uweke chumvi. Daktari wa aina gani ambao aweze kukwambia njoo nikutibu ulipe ile inaitwa ile ya kwanza unalipanga consultation fee, alafu rudi upigwe mashindano hapo na kila kitu yote. Lakini nikaja kugundua ya kwamba kuna vitu ambavyo vinakuwa ndani yetu, maana tunavitaka. Wewe mwenyewe unaviita, unasema hapo kitu vile kana ni unauma hapa jioni hivi, hapa kitu hapo nikicheza katakuja kunipeleka, katakupeleka kuicheza, nikicheza katakuja kunipeleka hapo, maana tayari unakubaliana hapo. Vile ambavyo vinakutesha, Mungu ameweka shahidi ya vile alivyomaliza. Alipiga jiwe ya Orebu, wa Midiani aliwasmota na Red Sea akaigawanya. Leo hii natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba vinavyokusumbua kuna sababu na Mungu anaenda kuviondoa. He will fight for you. Amen. As he did in the flight from Egypt. Hii ya amplifier inasema the flight from Egypt. Walikuwa wameingia ndege. The flight from Egypt. Vile ambavyo aliwatoa katika nchi ya Misri, ndivyo atawatoa katika mateso. Twende sasa mstari wao. And it shall come to pass in that day. Nyosha mkono wako useme, and it shall come to pass. Sema na itakuwa siku iliyo mzigo uliowekwa juu yangu na kila nira iliyowekwa katika mabega yangu na kila nira iliyowekwa kwa shingo yangu itavunjika na itaangamia. Kwa nini? Maana hiyo najua mnapenda sana kuangamiza, kuteketeza, kuadhibu. Ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaondoa hizo vitu na mateso ulio nayo? Dakika 3, 5, 6, 10 alafu waachilie. Nisikize, ni kitu gani ambacho kinatusave? Ni kitu gani ambacho kinafanya ili Mungu atetee Israeli? Mungu atetee Israeli kwa sababu tu ya utetezi anaowatetea. Kumbuka katika Leviticus, kumbuka katika Exodus, kumbuka katika mwanzo kule mbele, Mungu anaambia mtumishi wako, enenda katika mlima wa Mizeituni. Sitaki kusoma mambo ya anointing. Nenda katika mlima wa Mizeituni, uende katika mti unaoitwa mzeituni, utoe mafuta yanayoitwa olive oil, na uyakamue yaweke kwa chupa, na uende umiminie watu wangu. Nenda consecrate them. Maana yake ni nini? Japokuwa sasa nataka uwe makini, japokuwa wao ni wanadamu kama wale wengine, but I want to separate them, that they will walk not like the ordinary men, but they will walk as a chosen and as a selected, as a people separated. Come on, nani anasikiza? Kwa nini Mungu anakozana sana na Israeli hata wakifanya dhambi? Kwa nini Mungu anakozana sana na Israeli hata wakati ambao wamemuasi? Wanachukua ndama, wanatengeneza ndama waiabudu, lakini bado Mungu anatetea Israeli amani. Kwa nini Mungu anatetea Israeli? Maana yeye mwenyewe aliwafanya kuwa wake. Aliwafanya kuwa wake namna gani? He anointed them to be his own. Sema kwa Kizungu, to be his own. Ili wawe wake mwenyewe. Kama vile ambavyo Ernest alisimama hapa akaambia nani? Siniambie Ernest, kama vile Ernest alisimama hapa akaambia Kindu wake, akaambia babe babe, akasimama hapa akamwambia, mimi Ernest na kuchukua wewe, je,
mke wangu halisi wa ndoa. Halafu na mahali alisaja, nimewaacha wanawake wote. Haimaanisha kwamba ameachwa, haimaanisha kwamba atatembea ulimwengu ulio na wanawake. Lakini alichokifanya ni ya kwamba katika akili wanawake wote amewaondoa kwa akili, ashikamane na Jane. Na kutoka siku hiyo Jane akatoka kwake akaenda kwa Ernest. Na kutoka siku hiyo Jane alikuwa anaitwa Jane Mutungwa, John Mutungwa, Jane Kanini Mutungwa. Akahamisha kila kitu yote yake ikaitana kula. Okay. Akamwita yeye akawa ni wake. Sasa kutoka siku hiyo mali ya Ernest ikawa ya kwamba hata ukija inakuwa ni ya Jane. Nao tuachane na ndoa. Na ndio maana hata kumalizia kwetu kama kanisa tutakuja kuolewa. Maana kuna yule alitufanya sisi kuwa ni wake, na akailipia gharama msalabani, ili kuanzia siku hiyo tukaitwa watoto wake na tukaitwa Christians looking like himself. Now, what makes your prayers, nimesema leo nafanya summary, your prayers, your walk, your battles, your sicknesses, kinachokufanya upone na uwe na haki sio kwa sababu you are just a Christian. The Bible says, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Watu hawajaelewa. Tunakaa hapa kanisani na Wakristo wengi, but feel hawaguziki kwa sababu ya anointing. Ndio maana Biblia inasema majaribu, hata kama nimewataja hamtaongea majaribu. Majaribu ya mwenye haki ni mengi sana, lakini sikiza vile Biblia inasema, lakini Bwana atamuepusha nayo. Ni kwa nini Mungu aje kukupigania? God does not come to fight for you because you are smart or you are healthy or you are wealthy. He comes to fight for his anointing. Ninaogopa, niruhusuni nisirudi katika maandiko, nije Jumapili na maandiko. Ninaogopa maana Psalms karibu yote inataja juu ya and I will fight for you because of my anointing in you, and I will make you to win the battles because of the anointing in you, and I will protect my anointed one. Don't touch my anointed one. Hawezi akasema don't touch my man, akasema don't touch my anointed one. When you become anointed, you are separated from all you live together with, and you are in the God-man, and you become a child of God. You walk not by yourself, but you walk God being in you. When you talk about Jesus Christ as Emmanuel, it is Jesus Christ, the anointing in you. And you understand kwamba you cannot touch the anointed one. Mungu anitetei kwa sababu ati nimetoka kwa watu wetu wazuri. Ndugu yako mwambie no. Tena mfanye hivi no. Tena mfanye vizuri, hakuna. Mungu atetei kwa sababu wewe ni mmeru na mweusi. Hapana. Wakati
Check whether you are anointed. Ndio maana nasema hivi, it's better I lose my ears and my nose, but I will never allow anybody to touch my anointing. Amen. It's better I lose my name. You tell me that uniharibie jina ili niitwe takataka, mafi, kisichoeleweka, kitu ambacho kinaenda mbele wala kina nyuma, sawa. Lakini hata kama sina mbele na nyuma, don't touch the anointing in me. Because you cannot bury the anointed. If you bury the anointing will raise the one you buried. If you gossip the anointed, God will raise the anointed again. If you strive to kill the anointing itachomoka. You cannot bury the anointing. Bury. Amen. Sio Musa alipiga maji. Wakati wananiamini kila sema, sio Musa alipiga. Hapana. Vimbo ambao Musa akonayo, namalizia. Vimbo ambao Musa akonayo ni vimbo ambao Musa alikuwa amezoea kuchunga nayo. Anatembea kidogo kidogo, kachaka anaanza kuwaka moto. Anakimbia, anaacha kondoo aende akaangalia kachaka anawaka moto, kwa nini akateketee. Akifika pale ndio anasikia Moses. Anaangalia hiyo sauti inatoka wapi, anaambiwa usiongope, vua viatu vyako. Leo wimbo ya Mkapa. Mungu alinena naye Musa, hiyo kiatu. Mnaijua Hebu waulize kaidi. Huyu mtu anaambiwa uvue kiatu, akanyanga wapi? Na ni wapi ambao viatu huvuliwa? Hata kwangu viatu havuliwi. Lakini kuna mahali ambao ukiingia namna hii unaweza hata bila kuambiwa uvue, unavua red carpet. Lakini kumbe naye Mungu anataka kuheshimika. Anaambia Musa, hapa niliposhuka hiyo nyasi tumeifanya kuwa carpet. Usiingie kwangu na maviatu uliokanyanga matope na takataka. Vua kiatu. Musa akavua kiatu. Akaambiwa sasa karibia. Alipokaribia akaambiwa ondoka. Kitu cha kwanza aliungana na Mungu kama mwanadamu. Sema kama mwanadamu. Mimi ni mtu ambaye sijui kuongea mbele ya watu. Sema huyo ni mwanadamu. Sio nijibu, sema huyo ni mwanadamu. Mimi nimezaliwa katika nyumba ambao watu hawana maana. Sema ni mwanadamu. Mimi najulikana vile ambao nimetekwa na wanadamu. Sema huyo ni mwanadamu. Mbona watu wanijibu? Mimi najielewa, nina udhaifu yangu. Sema hiyo ni mwanadamu. Kila mtu anajielewa udhaifu wake. Mimi najijua ya kwamba hata siwezi kuzungumza mbele ya watu. Kaambiwa Musa, hiyo story unanipigia ni nyingi sana. Ambia jirani yako acha pilipili mbele za Mungu. Sio mwambie acha pilipili mbele za Mungu. Mwambie acha baya mbele za Mungu. Acha nyenye mbele za Mungu. Wachana na hiyo. Anaambiwa hiyo kiatu ivue. Alipoivua akielezea kwa nini hawezi akatumika. Akaambiwa ni mimi nimekuja nikutume pamoja na kigumizi yako. Ndio anaulizwa, sikiza sasa naingia yenyewe. Anaulizwa ni nini iko mkononi mwako? What does it mean? You start when you need to be anointed. Number one, start understanding who you are and what you have. Who you are. Kuna watu ambao hata mpaka leo they don't know who they are. Bwana angalia ile nini ya kuchekesha. Kuna jamaa anatoka Uganda, anasema wanamuziki wakija wanakuambianga you don't know. Watch this, you don't know. Aliambiwa ile ambao yeye mwenyewe ako nayo, na kumbe
kumbe hajawahi kujielewa ya kwamba kumbe Mungu anatumia mtu aliyejielewa na sio mtu aliyeelezwa na wengine yeye ni nani. Ni mtu aliyeelezwa na Mungu yeye ni nani. Mimi Mungu aliponieleza mimi ni nani, hata ukinipata nikiangamia, nikojea muda mfupi, a little while, the yoke will be off my neck and the anointing will work for me. Kwa miaka hiyo nikihubiri, nimepitia mambo mpaka naangalia naona nimeisha. Watumishi, sikizeni. Kama kuna kazi ngumu ni hii tunafanyana. Hii ya kuchunga. Hii ya kuchunga. Wale watu sana unapata watu kuna wao, all of a sudden huyo mtu unakutana naye akisema hata sijawahi kujua kama huyo mtumishi, hata huyo mtu ni kama mtu wa shetani. Huyo mtu hata hana Mungu. Huyo mtu hata ni mnyang'anya saidi. Huyo mtu ni kama, yaani ukienda kutana ile maneno ambayo unaongelewa, unainua macho unasema nimeisha. Lakini Mungu angalii kumalizika kwako. Analinda anointing yake. Amen. That's why Jesus could not do any ministry mpaka awe anointed. Angeweza kufanya huduma yote ile mpaka awe anointed. Musa alipobadilishwa anaambiwa shika hiyo basi. Anashika. Anaambiwa niko hapa zinakuuliza swali rahisi. Hii Biblia si yako. Hii si ile yako. Shike. Nikikwambia utupe hiyo Biblia hapo na iwe mwewe, utachukua. Tuseme ukweli bwana. Wajua saa zingine mnaingiaga kiroho sana na kuuliza swali rahisi. Hii Biblia si yako. Alafu ufike mahali ukitembea na hiyo sikie mimi Mungu niko ndani. Lakini unapendaga sauti ya Mungu. Mbona unasema nataka nisikie sauti ya Bwana? Watu wengine hapo wanaosema wanataka wasikie sauti ya Bwana, wakiisikia wataitii. Ni swali nauliza mwende nyumbani. Mnashindana hapa sasa na ngojea sauti ya Bwana. Hata ukitumbiwa, mtu anatumbiwa alafu umetumbiwa ili upendo. Alafu unaanza kutung'ang'ania hapa na ngojea sauti ya Bwana. Yaani Mungu aje kukuambia nimekubali uende ukaolewe. Kuna vitu vingi mnafanya Mungu anakuwa ni kama hana akili. Ama namngoja aje. Leo hii ndio wale mwalasha shwari. Huyu anayesema namngoja Bwana akija. Anaweza kumilia. Wapendwa, na mnajua mnajipakanga upako ambao hakuna. Wapendwa, mimi nimekaa mlimani mbele za Bwana. Nenda uulize Musa aliposhuka. Nenda uulize Musa. Na tuachange mchezo wapendwa. Nenda uulize wana wa Israeli walipokuja wakalia, hani ni wewe unaongelesha Bwana Mungu peke yake? Hata sisi tunaweza hapo chini ya huo mlima tukamngojea Bwana anakuja namna gani? Unafikiri wewe ndio umeitwa peke yako? Hata mimi nimeitwa, nikaona ka message, niko na kawito kwa ndani yangu. Tuwito mwingine angalia hivi. Kawito kaina. Hata mimi ninaweza nikaongea na lugha si shida. By the way, anaye na lugha ujijenga mwenyewe, ajengi kanisa. Kabisa. Kama hujawahi kusoma maandiko vizuri, aongea na lugha, ujijenga mwenyewe, ajengi kanisa. Na yeye huwa anajenga na anaongea mambo ya siri yake yeye na Mungu. Hapo ndio tunajifichanga. Hata nikikuombea tumekaa mahali pamoja. Naweza kukaa mahali pamoja na wewe, alafu niweza kuombea. Tukafika maoni kamoto sakane na makukume naombea malaya. Hora mashando na malashe katara. Tumesikia kwa malasha mahali. Hora makanda na malashe na kante na masoko ya makata. Niko naye hapa tena yeye mwenyewe anasema yes na niye naombea. Unasema amekataa. Bado malasha amekataa. Hora makonda ni mazika na kitale makopi kana loba kayande. Nimetaja nani? Maana lugha ukujenga wewe mwenyewe na siri zako na Mungu.
nyumbani, tulikuwa tunaulizana, tulikuwa tunaulizana, hiyo kitabu yako Mungu akikwambia, ama hiyo kalamu, mwambie Irene, umekaa mbele zangu kwa muda mrefu sana. Weka hiyo kalamu hapo mbele, alafu uweke. Na ukikaweka, kawe samaki. Hata sitaki iwe nyoka, kawe samaki. Utaenda kuchinja. Irene, tuongee ukweli, utaanza namna gani? Pastor Joe, Bishop usilale. Joe hivyo ulivyo hata kama ni usiku. Nimesikia sauti imetokea kwa dirisha. Ikaniambia weka kalamu mbele. Na mimi Irene nikaweka kalamu mbele, kamekuwa samaki. Alafu ananiambia chukua uchinje ule. Na najua ni kalamu. Mimi swali yangu linaishi sana. Mnaposema kwamba niko mbele za Bwana na ngojea Bwana, akija utaweza? Ni wangapi ambao huyo Bwana amewachia kwa sauti ya nyepesi na mkakosa kuitii? Msichana, tunangojea Bwana ndio uolewe. Kama ndugu amekuja mkubali ama mkatae. Maana tumezoea kukataliwa, tumezoea kukubaliwa. Na kama wewe ni ndugu na hujawahi kukataliwa, bado huja exercise faith. Inaonekana Justus alikataliwa, apigiwe makofi akakubaliwa. Mpaka Justus anasema yes. Okay, turudi hapa. Kinachofanya Mungu afanye kazi na wewe, ndio nilikuwa nataka. When we are talking about anointing, sema anointing. Sema anointed. Tunaposema juu ya Mungu akuanoint, tunasema kwamba Mungu akuseparate, so that he will use you, and he will use you not because of who you are, but because of his anointing. Amen. Ndio maana huwa nahubiri maneno mengine hapa mazito mpaka watu wanashangaa, na mimi mwenyewe nashangaa. Na ubiri saa zingine mpaka mimi mwenyewe naenda kukaa na kishangaa mimi mwenyewe. Kama ni mimi nilikuwa nahubiri. Uliza hawa wananipataka nikiangalia message zangu. Wanaingia kwa nyumba wanapata nimeweka YouTube na angalia message zangu. Mpaka mama ananishangaa ananiuliza, "Hatunajiangalia wewe mwenyewe? Si tuwekee kitu kingine?" Naambia hapana, huyu mtu anahubirianga sana huyu. Na ni mimi. Naambia huyu jamaa huyu mwana wote utapata. Ni mbainga dhima. Huyu mtu ananibarikianga sana. Na ni mimi nimejiweka. Maana kile ambacho Mungu atakulinda, kama utakuwa na anointing, kurogwa utarogwa tu. Kama utakuwa na anointing, kucharazwa utacharazwa tu. Kama utakuwa na kuniangalia usiniangalie. Kama utakuwa na anointing, kusegenywa utasegenywa utamalizika. Hebu angalia. Hebu angalia. Mungu mwenyewe ndiye anakuja anaambia Daudi, nimemkataa nani? Shimo nijibu, nimemkataa nani? Sauli. Nimemkataa. Hapa mtu aje asimame hapa aseme Bishop Mala amekataliwa. Jumapili sitakuwa na kushirika. Tutakubadilika yeye anawa. Hapa unaona vile mnanipenda hivi na mnasimama imara. Hebu niwaulize swali. Wangapi wananipenda? Na kama unipendi usinyoshe mkono. Wangapi wananipenda? Nasema acha kuandika notes hapo, hakuna notes za kuandika. Maana hapo hakuna notes ya kuandika. Kinoti hapo hakuna notes za kuandika, hata kama unaitwa notes. Kuna notes za kuandika. Wangapi mnanipenda? Okay. Ni vile hujawahi kukutana na story zangu. Siku ile utaletewa story na Mungu ambaye ni kiongozi wangu hapa, akwambie, tuseme kama mwanamara acha nikutumie na kuamini.
Aje na ni Mwanasha na umempata hapa miaka yote umekuwa na unaona Mwanasha akitoka hapa tunakula ugali pamoja pale na Evans. Alafu akuja kuambia huyo mtu si mzuri. Hata huyu si bishop. Huyu mtu sasa huyo ni Naomi. Huyu mtu hata kanisa Karogota tulienda kufungua na yeye. Alikuwa boyfriend wangu. Nilikuwa boyfriend wako. Aseme chini ya anointing ili amalizike. Kama ni kweli. Na unajua sasa maana amewaambia tulikuwa na yeye wakati huo ama kulikuwa tunafanya, alafu aje na ulimpata hapa akiwa ni kiongozi na ama akija kukuelezea story itahitaji mtu aliye na anointing kujua vile ambavyo atadeal na hao watu. Hapo hakuna amen. Nasitaki amen. Hapo ni chepsha bongo. Ukishaambiwa namna hiyo, ambia huyu mtu hata tukichanga pesa ya project anakula. Unataka iliwe na nani? Chalo aliniambia nikitaka kutesti wazee wa kweli kanisani kwangu nikule pesa ya project kwanza. Na hata sijawahi kukula. Kuna tumoja tumewekwa mahali Evans, lakini ili ujue leo unahubiri kitu mpaka kila mtu ako namna hii. Wakati ambao utaambiwa hiyo historia ya kuharibu mchungaji, ya kuharibu dadako, ya kuharibu mshirika mwenzako, je, utaistahimili namna gani? Angalia, wanakuja Yesu ameponya. Walikuwa kosi ati leo, ukiendelea kumwambia ni wa zamani. Wanakuja Yesu ameponya kipofu. Na kipofu ameona. Alafu anakuja anamwambia, mpe Bwana sifa. Aliyokuponya ni mtu mwovu sana. Hata huyo si mtu wa Mungu, anajidai ya kwamba yeye ni Mesia. Sio Mesia, mpe Bwana utukufu. Yaani tukifika mbinguni kuna watu ambao nitakuwa natafuta. Huyo ni mmoja baadhi ya wale nitatafuta. Huyo kipofu alisimama akasema awe mwovu, asiwe mwovu. Kitu kimoja ninajua, nilikuwa siongei na lugha mimi Ross, leo hii naongea na lugha. Amen. Awe mbaya, asiwe mbaya. Nilikuwa mgonjwa. Uliponea wapi? Waangalie wote kuniangalia mimi. Mama juzi alikuwa ananiambia hapana, sasa mwambie Jane sasa wakati wa kuvaa fupi fupi umeisha. Ungeweza kuvaa hivyo? Wewe msichana huyu ana ushuhuda. Lakini kilichomwokoa na akapona, hii miguu ilikuwa ni size kubwa kama mazee na wajoko elephantiasis. Wale ambao mlikuwa mnaona huyu mama kutoka zamani angeweza kuvaa miniskirt, alikuwa anavaa maxi, na mnauliza kwa nini? Mnafikiria ni style. Hata ule wakati alikuwa ananisomea alikuwa na maxi. Nimekanyanga paipu ya pale kwao, alafu ananisomea, na kumbe mimi ndio nitakuja kumwambia sasa msichana Rebeka. Anointing. Unaenda wapi? Mimi nimekuwa mwovu, nimekanyanga paipu yake, nimeipasua ya kazini. Msichana katoka hapo akaniambia, nikimwambia sitasahau, unajua mimi ni pastor. Anambia kwenda huko nimeona mapasta wengi. Kwani una macho ya kuona pipe unaleta kikeyeo chako hapo na vile kimezeeka. Unakuja na kalikuwa kamezeeka. Unakuja kwa hapo, kwani hauna akili ya kuona? Kwa mama nifanye na nimfuate mpaka ofisini. Nifanye namna gani? Tuheshimiane na mpasta wako. Mungu akasema,
umeongea na mtu, lakini kumbuka kwamba is the anointed one. The anointing will carry you from there and you will come and be the biggest friend of this anointed one. Leo hii akarembeka mpaka kijana anaitwa Ernest Kitui nzima Mombasa nzima akatafuta mwanamke hakuona, angeona wapi? Na anointing imekuombea. Na nikakwambia utaolewa na harusi hapa kanisani. Itakuwaje na niko na watoto wakubwa? Inawezekana, maana anointing will do the work. What works is not a man, it's the anointing. Amen. Amen. Hiyo sitataja mama, utawatajia wenyewe. Anointing. Daudi, David alikuwa na makosa mangapi? Mengi sana. Mengi sana. Mengi sana. Mengi kabisa. Kitu cha kwanza anajua Sauli amekataliwa, kwa hivyo ukweli wa mambo tena Mungu anamwambia ni wewe umechaguliwa kuwa mfalme. Maana Daudi amekataliwa. Sauli amekataliwa. Lakini immediately Mungu akaenda kuweka roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamuingia Sauli. Roho mbaya ikamuingia Sauli. Sasa Daudi anamchezea gitaa na anajua kabisa ninayemchezea gitaa amekataliwa. Wanaenda wanapigana, watu wanakuja wakiimba wimbo. Wanaimba namna gani? Sauli ameua 1000, lakini Daudi ameua 10,000. Lakini hiyo sifa, unaona kuna mtu anataka sifa. Hapo kuna mtu anataka kuhubiri ama kakipewa kaende kapewe kazi mahali, kazi. Kabla from today you are going to be the manager wa tomatoes. Supervisor wa soko ya tomato. Yaani mnakuwa hata kama mtu hawezi kusalimia, akasalimiki. Anatumia kitabu ya Kabzu. Supervisor. Mungu anaangalia anasema nakakikiwa kakubwa. Misa, kuna wengine walikuja hapa nikijenga. Wakaja hapa na gari wakalawana kuja kusimamisha mafundi. Wanakuja hapa na wajua. Wanasimamisha gari. Wewe nani yakuleteni mabarua? Nani amewambia mwanza kujenga hapa? Nini nilikuwa ofisini, nikaja nikaipa ofisini. Kaambia watu wakaanza wamekuja. Wanataka kubeba vitu. Nikatoka nje. Nilipotoka nje nikawaangalia nikauliza nani amewaruhusu kuja kusimamisha kanisa ikijengwa? Mmoja akaniangalia, nikamwambia sinauliza swali rahisi. Sijauliza kizungu, nani amewaruhusu kuja kusimamisha kanisa ikijengwa? Kasema leta mabarua. Nikamuuliza wewe ndio uko na ramani ama Mungu ndiye uko na ramani? Hata mimi sina ramani ya hii kanisa. Je, unaweza kwenda kuchora juu ya hii kanisa itakuwa namna gani? Nikaendea askari mmoja anamwambia hebu nichoree itakuwa namna gani? Na kama utaweza kuchora hii kanisa itakuwa namna gani, unichoree kaburi yangu itakuwaje? Alikuwa anaitwa Mwangangi aliruka. Anambia, kwani wewe? Anambia, hebu pigeni simu mseme ni Bishop Mala ndiye anauliza hivyo. Na mshikamano waendelee kujenga, na mimi kama mna uwezo mniweke kwa ili gari yenu ambayo inakaa kama seli. Ambao nimetuma mjadala ya kwamba wakitaka kuja kushika watu, waache kuja na gari ambao inatisha. Waje washike watu, maana wanadamu wana akili. Sio kuwekwa mahali ambao ni kana kwamba umewekwa seli unashtuliwa. Na siku hizi watu wana pressure. Naweza kuweka mtu hapo akafa bure tu kwa sababu ya pressure. Tulitoka hiyo mkononi kitabu. Niko naongea na administrator. Mwambie tulitoka hiyo, nendeni mkate hizo bodies za hizo magari. Mkitaka kuwabeba, wabebeni vizuri, mwapeleke, watajipeleka wenyewe. Pigia Yesu makofi. Akanipeleka mwambia basi aliye na uwezo wa kuwashika awashike, nienda ofisini.
Nikamwambia mafundi, endeleeni kunyenyekea Bwana. Ndio nikaona mwangaji ameingia ofisini akaniambia, Pastor, we are sorry. Hautawahi kutuona hapa hata ukianza kufanya anything. Naenda kuandikisha, hautawahi kuona mtu hapa. Na likweli walipoenda kule juu, wakaulizwa, akasema tumeenda kwa kanisa moja inajengwa. Wakaulizwa na mkubwa wa mala. Wakasema wakaambia ukitaka kufutwa guza mala. Akanenda mala endelea na kile ambacho nataka. Na si tunajua na mtu, hapana. Anointing is working for me. Anointing. Wewe ungeje kumwambia anointing. Anointing. Wewe tembea mtu wa kawaida, Mkristo wa kawaida kimtuba, utashikwa, utapigwa, utanyang'anywa, simu zitaenda. Lakini yule mwenye haki kabisa, the anointed one, can never be touched. Daudi anasema, Bwana ni sawa umemkataa, lakini kuna kitu huku niambia kama umeondoa mafuta yako juu ya Sauli. Unaniambia siku hiyo, utaniambia umetoa mafuta yako juu ya Sauli, siku hiyo nitakuwa na nguvu hata za kumuondoa. Atakaa kama mfalme mpaka wewe mwenyewe umuondoe. Anointing. Sema anointing. Sema anointing.